Mimi nafahamika kama Pastor Michael na nimeokoka na Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kuniwezesha na kuzidi kunitia nguvu hata katika safari ya wokovu. Asubuhi ya siku ya leo ningetaka tuweze kujadiliana neno la Mungu na lile neno ambalo Mungu ameweka ndani yangu mchana wa leo ni neno ambalo linalozungumzia kuhusu utukufu wa Mungu, the glory of God. Na ukisoma Biblia vizuri, hata mahali Yesu alipokuwa anawafundisha wanafunzi wake kuhusu kuomba, pale mwisho ya lile ombi anasema ya kwamba kwa maana for the glory and honor belongs unto you forever and ever. Amen. Praise be to God. So all glory belongs to God. Praise be to God. Na kwamba Mungu ndio mwenye utukufu wote, ya kwamba Mungu kila wakati anapofanya kazi zake anazifanya ili utukufu uweze na kumrudia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu na kila kitu kingine chote alichokuwa anaumba in the creation story, alimalizia kwa kusema ya kwamba ni kizuri. Haleluya. Na alipokuwa anasema vile, aliviumba vyote ili tunapovitazama utukufu ukamrudie. Praise be to God. Na mchana wa siku ya leo ningetaka tuweze kutangulia neno hili katika kitabu cha Warumi chapter 1 kuanzia mstari wa 18, na Biblia inasema hivi: For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Praise be to God. Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako mchana wa leo. Tunaomba Bwana, tunapoenda kujadili hili neno, Bwana utupe hekima na ufahamu na hata na ufunuo wako. Naomba Bwana ukanitumie kama chombo chako usema mapenzi yako, katika jina la Yesu Mungu tumeamini. Amen. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba hapa ya kwamba wakati Mungu alipoumba hivi vitu vyote ambavyo tunavyoviona, aliviumba ili kupitia kwa vile vitu tukaweze na kumpa utukufu, tukaweze na kumfahamu kupitia kwa vile vitu ambavyo ameviumba. Na hapa Biblia inazidi na kusema ya kwamba wale watu ambao walioviona hivi vitu, walioona haya maumbile ya Mungu, lakini katika ndani ya mioyo yao wakakosa kumpatia Mungu utukufu. Na inazidi na kusema ya kwamba hapo chini, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile, and their foolish hearts were darkened. Na Biblia inatuonesha hapa ya kwamba hawa wanaozungumziwa katika haya maandiko ni
watu ambao Mungu alitaka kujidhihirisha kwao, lakini hawakutaka kumuonyesha ule utukufu, ama hawakumpa Mungu utukufu, na Biblia inasema ya kwamba ama hata kumpa shukrani. Na hapo tunaona ya kwamba ile hatari iliyoko pale ni ya kwamba naye Mungu akafanya mioyo yao ikajawa na giza. Praise be to God. Na kwa hivyo kumpatia Mungu utukufu inatupatia ile nafasi ya kufunuliwa katika mioyo yetu, kuweza kumjua zaidi na kuweza kumfahamu zaidi. Praise be to God. Lakini the contrary is also correct, ya kwamba tusipompatia Mungu utukufu, tusipokuwa na shukrani kwa Mungu, na basi inamaanisha ya kwamba vile vile kumfahamu na kumjua haitakuwa ni sehemu yetu, ila tunapozidi na kutompatia Mungu utukufu, ndivyo na yeye anazidi kuwa mbali na sisi, nayo mioyo yetu haipunguki kwake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo katika hili neno, lile jambo ambalo nataka tuangalie ni kuhusu ule utukufu ambao unafaa umwendee Mungu, na ule utukufu ambao yeye anadeserve. Praise be to God. Kwa maana kuna kiwango ambacho Mungu anatarajia kutoka kwetu cha kumpatia utukufu. Praise be to God. Ya kwamba Mungu anapolitazama vile ambavyo niko mahali hapa, anatarajia katika kuhubiri na kuhubiri utukufu umrudie. Praise be to God. Ya kwamba unapoingia katika nyumba ya Mungu, unapoliitia jina lake, naye akujibu, anatarajia ya kwamba utukufu ukaweze na kumrudia. Haleluya. Na hiyo ndiyo inayotuelekeza katika kupiga hatua ya kumjua Mungu na kumfahamu zaidi, ya kwamba tukiwa watu ambao wanao recognize the glory of God and be thankful, basi inamaanisha ya kwamba naye Mungu anazidi na kujifunua katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo siri ambayo iliyoko katika utukufu, katika kumpea Mungu utukufu, ni ya kwamba na sisi hekima yetu na ufahamu wetu wa mapenzi ya Mungu wazidi na kufunuliwa na tena na zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hapa Biblia inasema ya kwamba Mungu ametupatia nafasi, amekupatia mimi na wewe nafasi ya kumjua, kwa sababu hatuwezi tukamuona Mungu, hatuwezi tukasema ya kwamba Mungu anafanana hivi, lakini katika maumbile yake, katika vile vitu ambavyo yeye ameumba, na basi hapo ndipo tunapomuona Mungu. Ninapomuona jirani yangu, then I see God. Ninapokuona naona Mungu, naona matendo ya Mungu. Ninapokuona naona zile kazi ambazo Mungu anafanya katika maisha yako, na hapo ndipo ninasema ya kwamba kweli huyo ni Mungu ambaye anayefanya vile. Praise be to God. Na Biblia imesema, ukisoma, kuna mahali kwingi ambapo Mungu alionyesha utukufu wake kupitia kwa watumishi wake. Kuna mahali kwingi ambapo tumeona watu ambao hawakurecognize God na madhara ambayo iliyowatendekea. Na kila mmoja wetu anajua ile hadithi hata ya Nebukadneza, ya kwamba kwa kutompatia Mungu utukufu, Biblia inasema ya kwamba akala nyasi miaka 7. Praise be to God. That is the God ambaye tunayezungumzia, ya kwamba yeye kile anachohitaji kwa mwanadamu ni ya kwamba utukufu ukaweze na kumrudia. Jina la Bwana libarikiwe. Tuende katika Mwanzo Genesis chapter 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: Now the whole earth had one language and one speech, and it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said,
Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, indeed, the people are one, and they have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Come, let us go down, and they confuse their language, and they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Therefore its name is called Babel, because the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Praise be to God. Biblia inasema ya kwamba hawa ni watu ambao walifika mahali na wakaona wingi wao, wakaona nguvu zao, na wakasema ya kwamba wacha basi tujitengenezee mchi, wacha tujitengenezee atawa ambayo its top is up to heaven. Na Biblia inasema ya kwamba that they may make a name for themselves. Jina la Bwana libarikiwe. Na tulivyotangulia kusema ni ya kwamba pasipo na kumpa Mungu utukufu, basi kuna hatari ambayo inakuwa na mahali pale. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu na yeye alipoona, akasema ya kwamba wacha niende nione kitu gani wanatengeneza. Biblia inasema nini? Alipoona vile, akaleta confusion katika mazungumzo yao, and they failed to understand one another. Jina la Bwana libarikiwe. Na ya kwamba tunaona hapa wamesema, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 6, indeed the people are one, and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing, Mungu ana acknowledge ya kwamba nothing they propose to do will be withheld from them. Hallelujah. Ya kwamba katika ule umoja ambao wale watu walikuwa nao, wangeweza na kutimiza hata na zaidi, wangeweza hata na kutengeneza ile tawa na ifike mahali ambapo walitaka ifikie. But now the question is, walitaka kutengeneza what was their motive? Makusudi yao ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni ya kwamba wajitengenezee jina. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hiyo inamaanisha ya kwamba kama haingekuwa ni kwa nia zao, ikiwa wangerecognize Mungu na waseme ya kwamba Mungu atuwezeshe na tukifika kule utukufu umrudie, then naamini ya kwamba ingekuwa imeandikwa tofauti. Na kwa hiyo siku ya leo mimi na wewe ndio tuko katika ile nafasi ya kwamba Mungu anatafuta utukufu kutoka kwako, anatafuta utukufu kutoka kwangu. Bariki wakati amenipatia nafasi kama niliyo nayo, anahitaji nikiwa hapa aone utukufu wake ndani yangu. Praise be to God. Ya kwamba unapokuwa katika kazi yako, Mungu anahitaji aone utukufu wake katika kazi yako. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini many times hata zaidi na Wakristo tumekosa kurealize na tumekosa kumpatia Mungu ule utukufu. Na hapa tunaona ya kwamba katika hizi vifungu mbili, katika wale watu ambao wamezungumzwa katika kitabu cha Warumi, tunaona ya kwamba Mungu naye hakujifunua kwa wale watu. Praise be to God. Na kwa hiyo mara nyingi katika maisha yetu tumekosa kumpatia Mungu utukufu, na tunafika mahali na tunakosa kuendelea. Praise be to God. There is no growth pasipo na kupea Mungu utukufu. Hallelujah. Ya kwamba tunapokuwa katika maisha yetu, tunapokuwa katika maisha haya ya Ukristo, Mungu anatarajia izae matunda. Na haya matunda nikiyazaa, iwe ni kwa sababu ya utukufu wake. Praise be to God. Ya kwamba siku ya leo Mungu anaweza akakubariki na kipawa cha uponyaji. Wakati kama huu ya kwamba wagonjwa wakiingia pale, unanyosha mkono wote wanapona. Lakini je, kile kipawa kitamrudishia Mungu utukufu? Haleluya.
kuanguka katika jaribio hili. Many men and women wamekosa kutimiza hatima zao katika jaribio hili. Haleluya! Huu ni mtihani ambao tumewekewa mimi na wewe, ya kwamba utukufu wote ni wa Mungu. Praise be to God. Lakini tutashindaje huu mtihani? Ni kwa sababu Mungu amejua ya kwamba mwanadamu anapenda kusifiwa. Haleluya! Unapobarikiwa unapenda watu wa kusifu. Hiyo ni nature ya mwanadamu. Lakini lest you forget ya kwamba hii baraka imetoka kwa Mungu mrudishie utukufu, na kuhakikishia kwamba ile baraka haitadumu. Praise be to God. So lazima tujue hii siri ya kwamba kile ambacho Mungu ametubariki nacho, tukitaka kusustain, tukitaka kidumu, lazima kila wakati imrudishie Mungu utukufu. Praise be to God. Ya kwamba nimebarikiwa na pesa, nimebarikiwa na utajiri, wacha hii mali yangu imtukuze Mungu. Praise be to God. Isiwe kana kwamba unatarajia kwamba kila mahali ukienda unataka watu wakupigie saluti, unataka watu wakuheshimu, wakurecognize juu ya achievement ambayo umefanya. Haleluya! Lakini tunasahau ya kwamba without God we can't do nothing. Haleluya! Ya kwamba kila kitu chema kinatoka kwa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hiyo kile ambacho ulicho nacho, kile kidogo namna gani, kimrudishie Mungu utukufu. Iwe ni kipawa, kimrudishie Mungu utukufu. Iwe ni mali yako, imrudishie Mungu utukufu. Iwe ni nini, imrudishie Mungu utukufu. Praise be to God. Kwa sababu tunahitaji ya kwamba Mungu azidi kujifunua katika maisha, tuzidi kumjua. Na siri ya kumjua Mungu tunaona ya kwamba ni kumrecognize, ni kumacknowledge, ni kusema ya kwamba mahali nilipo Bwana, wewe ndio umeniwezesha. Mahali nilipo, pokea sifa, pokea na utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Nyumba zetu tunahitaji zile kuletea Mungu utukufu. Haleluya! Kazi zetu zimletee Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Na the glory of God inapodhihirika, inaoneshana ya kwamba Mungu ako mahali pale. Haleluya! Wakati katika Biblia kuna siku ilifika, the dedication of the temple, wakati ambapo Suleimani alipoenda kudedicate the temple. Biblia inasema ya kwamba wakati alipoomba, wakati aliliitia jina la Mungu, and the glory of God ikajaa juu ya ile hekalu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ikaonyeshana ya kwamba they acknowledge. Ukisoma hilo maombi ya Suleimani, utaona ya kwamba he acknowledge, he recognize ya kwamba Mungu, wewe ndio umetuwezesha. Haleluya! Na hapo ndipo tunaona ya kwamba wakati aliposema vile, and then the glory of God ikajaa katika lile hekalu. Praise be to God. Na kwa hivyo sisi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Tumekosa kujua siri ya kuitisha utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Ni ya kwamba tukitaka uwepo wa Mungu na hizi nguvu za Mungu ziwe sehemu yetu, lazima kwanza tumpatie utukufu, na yeye ashuke na ule utukufu ili ya kwamba atudumishe, ajifunue kwako. Haleluya! Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu tunahitaji kila wakati muongozo. Haleluya! Tunahitaji ya kwamba Mungu atuongoze. Lakini je, Mungu haendi akakuongoza akijua ya kwamba akikufikisha eneo fulani wewe ushaanza kujisifu? Haleluya! Haleluya! Wangapi wamewahi sema katika maisha yake, isipokuwa ni kufanya bidii singepata hii? Wangapi? Watu wangapi wamewahi sema hivyo? Hapo ni bahati. Kama si bahati, kama si kuamka mapema, kama si keki, mara ngapi? Haleluya! Ateni anaonyesha kwamba tumesubstitute God katika bidii yetu, tumesubstitute God na katika kitu inaitwa bahati. Hapo ni bahati, ni bahati tu. Praise be to God. And we fail to acknowledge ya kwamba
Mungu ndiye ameniwezesha. Haleluya. Ya kwamba hiyo gari ingenigonga, hapo ni bahati tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tujue na tufahamu ya kwamba kila kitu ambacho kinatuhusu, Bwana apewe sifa, Bwana apewe utukufu. Na hiyo ndio ile kitu ambayo itatuwezesha kuenda katika hiyo hatua nyingine. Praise be to God. Na kwa hiyo inamaanisha kwamba hata katika maombi yetu, jinsi tunavyoomba inakuwa hata kikwazo na kizuizi cha kupokea. Kwa sababu gani? Tunaanza na shida zetu, tunaanza na kutoricognize, tunaanza na Yesu akifundisha wanafunzi kumwambia kwamba our Father who is at heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Yaani praise be to God. Na kwa hivyo ikiwa tutaenenda katika kiwango kingine katika maisha yetu, iwe ni kiroho, tumuone Mungu akitufikisha the next level, lazima tuanze na kumtukuza, nimpatie Mungu utukufu katika ile kazi. Praise be to God. Ikiwa ya kwamba nahitaji kupanda ngazi katika karia na niko pale chini, lazima kwanza nimtukuze Mungu katika hiyo kidogo, ili ya kwamba niweze kupiga hatua. Praise be to God. Lakini bila hiyo, bila ku-acknowledge na ku-recognize ya kwamba at this particular moment, hapa ndipo Mungu ameniweka, pasipo hiyo, then there is stagnation. Praise be to God. Ya kwamba stagnation katika maisha ya watu, huenda mahali uliko umekaa hapo kwa muda mwingi kwa sababu umekosa kufahamu hii siri. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kwamba maombi tunaenda kuwa pengine tunaomba kwa jambo moja, mama pasipo kumpatia Mungu utukufu, naye Mungu akafanya mioyo yao iwe date. Katika Genesis anasema ya kwamba walipofanya vile watengeneze ile power wajiletee utukufu, naye Mungu akaleta confusion. Praise be to God. Na huenda basi maisha yako iko katika confusion. Hallelujah. Na confusion ni nyingi. Confusion ni za aina nyingi. Na huenda katika life yako ukarealize ya kwamba mimi kila wakati ama katika pande ambazo nilizo nazo, kama ni kazi ninaomba kazi. Kila kama ninaacha nipeane mfano na hiyo ya kazi. Ya kwamba mara nyingi katika maisha tunatamani ya kwamba Mungu atuinue. Haleluya. Tunatamani ya kwamba mahali tulipo mwaka ujao, mwezi ujao, Mungu atuinue. Lakini sasa what is the ticket ya kuinuliwa? Ticket ni ya kwamba Bwana na kumrudishia utukufu ni kwa sababu ya mahali nilipo. And then God anakuja anakupeleka the next step. Lakini uende ukaomba na tumekaa tunafunga, tunakesha tukitafuta Mungu kutuinua, lakini mara zote hatuchukui nafasi ya kusema God, we are grateful for this part. Praise be to God. May God help us that every time we seek to glorify Him. Maisha yetu ya mtukuze Mungu. Ya kwamba ninapokuwa mahali nilipo, ya kwamba utukufu wa Mungu uonekane ndani yangu. Utukufu wa Mungu uonekane katika maisha yako. Na utaonekanaje? Utaonekana katika jinsi unavyojikonda. Ya kwamba Mungu aonekane katika maisha yako, kwa wale ambao mnaokaa na wao waone Mungu kupitia wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba wakati watu wanalalamika, wewe uko kando ukisema ya kwamba Mungu bado ni mwaminifu. Haleluya. Ya kwamba wakati huo hujakufa, wakati huo hujashikwa na COVID, wakati huo hujalala njaa, glory to God. Haleluya. Lakini ya kwamba tuna focus na tunaona ya kwamba kazi zimeharibika na COVID. Ni kweli kazi zimeharibika, lakini COVID yenyewe itakushika. Haleluya. COVID yenyewe itakushika na haujadungwa. Praise be to God. Na wengine wanadungwa wanasema ya kwamba kama sikuwa nimedungwa ningeshikwa. Praise be to God. And they fail to give glory to God. Na hapo ndipo mtu usipojua siri, usipotubu na umwambie Mungu ya kwamba si kwa sababu nimedungwa, itakushika. Praise be to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Na kwa hivyo tujifundishe, tusichukue utukufu wa Mungu tukajiwekea. Tusichukue utukufu wa Mungu tukachukua wenyewe ya kwamba ni sisi ambao tumeweza. Biblia imesema vizuri ya kwamba without me you can do nothing at all. Hakuna mtu anaweza kujisustain. Hakuna mtu anaweza akajikinga ama akajilinda, lakini ni Mungu. And if we want ya kwamba Mungu alinde jamii zetu, alinde familia zetu, asustain familia zetu, lazima tuanze na kumtukuza. Lazima tuanze na kumrudishia utukufu, ili yeye na yeye establish baraka yake kwa maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo ni mimi na wewe tuchukue hiyo jukumu na tuchukue hiyo hatua ya kwamba kutoka leo kila kitu katika maisha yangu kimtukuze Mungu. Kila kitu katika kazi yangu kimtukuze Mungu. Familia zetu, nyumba zetu, ndoa zetu zimtukuze Mungu. Praise be to God. Na ili ya kwamba na yeye atupe ufunuo, atufunulie zaidi. In the book of Colossians kuna maana nasema ya kwamba may God give Paul, sasa akiomba anaombea kanisa la Wakolosai, anawaambia kwamba may God give you a complete understanding of his will. Praise be to God. Ya kwamba complete understanding, sio kuelewa tu, sio kufahamu tu, lakini complete. Jina la Bwana libarikiwe. And that is the level ambayo tunahitaji tuombe Mungu ya kwamba atupatie ufahamu kamili wa mapenzi yake kwa maisha yetu. Atupatie ufahamu kamili wa jinsi ya kumtukuza. Na tunapokuwa vile, basi tunaona ya kwamba maisha yetu itakuwa tofauti. Maisha yetu itakuwa na ule urahisi, kwa maana Mungu amerecognize ya kwamba wewe ni mtu uliye na shukrani. Na kwa hiyo anakuzidishia. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakuwa waaminifu katika shukrani. Tunakuwa waaminifu hata katika kutoa. Tunamtolea Mungu ishara ya kumrudishia utukufu, kwa sababu kile tulicho nacho yeye ndiye ametubariki. We had nothing, yeye ndiye ametupa. Na ndipo sasa tunapotoa, tunatoa tukimrudishia utukufu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo kuanzia leo tutachunguza maisha yetu. Tutaanza kuishi tofauti, tukirudishia Mungu utukufu ya kwamba kila wakati Bwana nikumbushe ni wapi ambapo nilichukua utukufu wako ikanizuilia kuingia hatua nyingine. Nilifunulia ni wapi nilichukua utukufu na moyo wangu ukawa na giza. Unasikia kwamba hauna moyo wa kuomba, hauna moyo wa kutafuta Mungu, unasikia ule uzito. Praise be to God. Uzito katika kazi ya Mungu. Lakini huenda siri iko katika kuanza kumpatia Mungu utukufu. Kurecognize ya kwamba bila wewe Bwana siwezi, bila wewe Bwana nitashindwa. Na ndipo sasa nakurudishia utukufu, kwa sababu mahali nilipo najua utaniwezesha hata kupiga hatua nyingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo tusimame kwa miguu yetu ili tukaombe Mungu ya kwamba kuanzia leo Bwana yangu ya kutukuze, hata familia yangu ikutukuze, kazi yangu Bwana ikutukuze. Na tunakuinua kwa sababu wewe ndio umetuwezesha. Tunakupa utukufu wote ni kwa sababu ya ibada hii. Bwana, kutoka asubuhi tumeona mkono wako. Tumekuona Bwana ukituhudumia. Nasi Bwana sio kwa uweza wetu, sio kwa nguvu zetu Bwana, ila Bwana ni kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Nasi Baba tunakurudishia sifa, nasi tunakurudishia utukufu. Tunapofunga ibada hii Bwana, naomba Bwana ukaandamane nasi tutakapokuwa tukitoka mahali hapa. Baba, wacha ukawe na kila mmoja wetu. Baba, utulinde hata katika wiki inayokuja. Bariki watu wako hata katika kazi zao, walinde, waepushe na kila mabaya. Katika jina la Yesu Kristo tunafunga kila maroho ambayo Bwana ni maroho machafu ya kuandama watu wako hata katika wiki hii.
Baba, naomba ya kwamba katika jina la Yesu zile maroho zikapata na kushindwa katika jina la Yesu. Baba, ukawapa watu wako amani katika nyumba zao, katika kazi zao, na kila lolote ambalo limeitanishwa na wao Baba likapate kubarikiwa. Nazo sifa na utukufu Bwana ni kwako. Pokea sifa, pokea na heshima katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Barikiwe sana.